Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika siku yetu ya 3. Ninaamini semina hii imekuwa ya faida kwako. Naamini kwa masomo ambayo umeyapokea yamekuwa baraka. Na kesho tunaenda kumalizia semina yetu. Kesho tutakaa sana kwenye maombi. Na maombi ya kesho yataelekezwa sana kwenye nguvu ya kushinda mauti kwa kutumia damu ya Yesu, na itakuwa ni maombi pia ya kufungua. Tunatamani hadi Jumapili tunapokuja kushiriki chakula cha Bwana, kuanzia Jumanne hii kuna vitu vimefanyika kwako. Kwa tunaamini hii series itaenda mpaka Jumapili. Baada hapo tunaamini sasa ni wewe. Andika vita katika damu. Kama unakumbuka jana tulisema price kubwa kwenye ulimwengu au kitu chenye thamani kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Nikizungumzia ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa giza ama ulimwengu wa roho wa nuru, ni damu. Na tukasema damu ni kibebeo. Damu inaishi, damu haifi. Kwa sababu hiyo damu unaweza ukainenea maneno ya miaka 1000 mbele na damu ikatunza maisha yako. Kama kwenu kuna nguvu za giza ama wanashiriki madhabahu, kitu kikubwa ambacho wanaweza kukamata vizazi vyako hata 6 mbele ni kupitia nini? Kupitia damu. Damu inaposemeshwa inabeba maneno, na kila mwanadamu anafanana kupitia vinasaba. Tukitaka kujua wewe kweli ni wa ukoo Monica, kwani unaitwaje? Ukoo wa babako au haujui au umesahau? Unajua kuna maswali ukishtukizwa unaanza kuroll Okay, labda kina Manyara. Manyara ukipima damu yake unaikuta sasa na damu ya babako, si ndio? Baba yako na akipima atakuta sasa na babu yake. Kwa hiyo tukitaka kujua kama wewe ni wa vizazi kweli unatokea kwenye ukoo wa Manyara, labda vizazi 8 nyuma, wana uwezo wa kujua kukupitia damu yako. Kwa hiyo damu inaweza ikabeba taarifa ya vizazi na vizazi na vizazi. Hata tukitaka kurudi miaka 1000 nyuma, kwa kupitia damu yako tunaweza tukajua wewe ulitokea wapi. The same kama damu ina uwezo huo, kwenye ulimwengu wa roho ni zaidi ya kubeba taarifa zako. Damu inaweza ikasafiri miaka 1,000,000 mbele ikisemewa sasa hivi. Maneno tunayoyasema kwenye damu yana uwezo wa kusafiri miaka mingi mbele. Na ndio maana kama kwenu kulikuwa kuna aina fulani ya mizimu, nguvu za giza, na wakasemesha kuhusu watoto wa hiyo familia watakayozaliwa, wanachokifanya wanaisemesha damu. Damu ikisemeshwa inabeba taarifa ya watoto kabla hawajazaliwa. Damu inakuwa ina ile taarifa yake. Na ikiwa na hiyo taarifa, damu ina uwezo wa kusafiri na kila anayezaliwa, na ikawa inakumbusha yale maneno. Kwa hiyo unaweza ukashangaa huko leo hii wewe, lakini kuna maneno yaliyotamkwa miaka 300 nyuma kuhusu maisha yako. Kilichoweza kubeba ni damu. Hayo maneno yakaanza kusafiri na wewe. Na ndio maana Mungu kwenye Agano la Kale, popote alipokuwa anafanya agano na watoto wake, alikuwa anatumia damu. Abraham, wakati Mungu anataka kumsemesha maneno ya kumpa nchi na uzao wake,
akamwambia nitafutia aina fulani ya wanyama, akawakata. Tunakumbuka kupitia wale wanyama damu zao akaanza kusemesha, kuna maneno akaongea. Agano la kwanza. Lakini pia baadaye the same, not Adam, Abraham, the same Abraham, nadhani kwenye Mwanzo 17 kama sijakosea, akawaambia na kila mtu wa nyumbani kwenu atatahiriwa, litafanyika tohara. Akasema hili ni agano langu la mimi na ninyi, na nimelifanya juu ya miili yenu. Manake anataka damu zao. Na akasema kila mtoto wa miaka 8 atakayezaliwa katika viuno vyako Abraham, itahitajika kifika siku 8, noti miaka 8, siku 8 atairiwe, kwa sababu ninamuingiza kwenye agano. Haya maneno yatatembea na huyo mtu kwa vizazi vyake vyote. Kwa hiyo ninataka damu yake. Nitakapoisemesha damu yake, hiyo damu itakuwa vizazi na vizazi. Akamwambia Ibrahim, wewe utatahiriwa na watu wote wa nyumbani kwako. Ndio watu wa kwanza, taifa la kwanza nalitengeneza la kwangu. Na damu ilipotoka, ile damu ikaanza kusafiri kwa Isaka. Kwa hiyo Isaka anapofanyiwa tohara, anarudishwa kwenye agano la Mungu na Abraham. Isaka kawafanyia watoto wake Yakobo na Esau, anawarudisha kwenye agano. Watoto wote wa Kiisraeli wakaingia kwenye tohara ya damu. Ni kwa sababu Mungu anajua damu ina maana gani kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana hata sisi kwenye agano jipya, jana tulisoma kwenye Mathayo 26, Yesu akasema na hii ni damu yangu imwagikayo kwa ajili ya nini? Ondoleo la dhambi. Chochote kinachotakiwa kufanyika kwenye ulimwengu wa roho ili kiwe na nguvu, damu inahitajika. Na ndio maana kwenye maombi yako yoyote, hakikisha omba utakavyoomba, itia damu ya Yesu. Sasa kama damu inaweza ikasafiri vizazi na vizazi, miaka na miaka mbele, ujue kabisa damu pia ina uwezo wa kurudi nyuma. Ndio uzuri wa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ina uwezo wa kuisemesha. Dadangu, tafuta kitu upande huu, sikae mbali. Damu ina uwezo, tuna uwezo wa kuisemesha damu ya Yesu ikarudi nyuma miaka 1000, na tukarudi siku ambayo waliongea maneno, tukayafuta hayo maneno katika ulimwengu wa roho. Si kama naeleweka? Yaani kiuhalisia miaka 1000 nyuma wewe haukuwepo. Lakini kwenye ulimwengu wa roho hakuna umbali. Na ndio maana una uwezo wa kuota ndani ya dakika 5. Ukaota umezaliwa, umezaa watoto wameshasoma, wamefika chuo kikuu, umesherehekea sherehe za ndoa zao, umemaliza, umejenga gorofa, umemaliza, umewalipa vibarua, umemaliza. Ndani ya dakika 5 umeota ndoto ambayo ukimwadisia mtu ni masaa. Lakini umeota kwa dakika 5, kwa sababu ulimwengu wa roho, speed ya ulimwengu wa roho ni zaidi ya speed ya light, ya mwanga. Yaani vitu vinafanyika haraka sana. Ulimwengu wa roho, damu ya Yesu Kristo, hata damu zingine zina uwezo wa kurudi. Wanaojua wanaweza wakaisemesha damu ikarudi nyuma mpaka siku tukio lilipotokea, alafu wakabadilisha yale maneno kwenye ulimwengu wa roho. Ujue kila taarifa yako hapa imewekwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna faili lipo. Sio kama tunaelewana? Na ndio maana siku ya mwisho vitabu vitafunguliwa. Kama hujaomba toba, matendo yako yote uliyowahi kuyafanya yatasomwa mbele yako, kwa sababu kuna historia yako imefanya, imeandikwa sehemu. Sasa kama ipo, una uwezo wa kufuta, na kifutio pekee ni nini? Damu ya Yesu. Kwa hiyo tutakapoingia kuomba, leo tumesema ni vita ya damu. Kama ni leo au kesho, tukipata muda wa kuomba, futa, kwa sababu unajua kabisa uwezo wa kufuta upo katika kinywa changu kutumia nini? Damu ya Yesu. Nina uwezo wa kurudi miaka 100, miaka 1000, miaka mingapi. Chochote ambacho kimepandwa nikakipandua, nikakifuta. Kila walichokiachilia nikakiondoa.
Sasa tunaposema vita ya damu, maana yake ni madhabahu mbili zinazoenda kushindana. Mashindano katika madhabahu yoyote yanahusisha nguvu katika damu. Sababu ushindi wowote wa madhabahu yoyote ipo katika hiyo sadaka inayoitwa damu. Kwa hiyo Yesu anapokuja kuiachilia damu yake, kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho kinafanyika. Kuna mamlaka inapokonywa, kuna uweza unaondolewa, kuna watu wananunuliwa kwa lazima, kuna watu wanatolewa. Haiwi rahisi. Kuna vita inainuka. Na ngoja nikwambie, ukianza kuomba maombi ya damu, na maombi yote ya damu ni maombi ya rehema. Si tunajua Kwa sababu unaiomba kitu ambacho sio cha kwako. Unamwambia Mungu ni rehemu. Mungu nisaidie kwa damu yako unirehemu. Futa jina langu. Naomba kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako. Kwa ni maombi yanayotamka kuhusu rehema. Unapoomba hivyo unairuhusu ile damu ingie kazini kukutetea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema vita ya damu, maana yake tunainua damu tunayojua ina nguvu kuliko damu za wachawi. Tunainua damu ambayo tunajua kabisa, tuna uhakika hakuna damu ya kenge, wala damu ya mbuzi, wala damu ya nyoka, wala damu ya kiongozi yoyote ambaye alishaikuwa mchawi inaweza kuishinda hiyo damu. Na ushindi, nilisema jana, wa Mkristo yoyote anayemwamini Kristo upo katika damu ya Yesu na sio dini yake. Yaani mimi usije kwamba baba unajua mimi ni dini fulani, nitakwambia kuna watu wanasalia kwenye mti lakini wana nguvu za Mungu kuliko wewe ambaye unasalia kwenye jengo. Ushindi wa Mkristo yoyote haupo kwenye dini. Hiyo kuna watu wanajimilikisha, unajua sisi dini yetu. Dini yako itakupeleka wapi wewe? Wewe ni mtupu tu ndani. Mtu anayejua thamani ya damu ya Yesu na jina la Yesu muogope kuliko mtu anayeshikilia dini. Ushindi wowote wa mtu kujua thamani ya damu ya Yesu Kristo na namna anavyoweza kuitumia. Kama malaika wenyewe wanasema nao wakamshinda. Nao wakamshinda. Wanajua thamani ya hiyo damu. Malaika wanajua thamani ya damu ya Yesu ni nini. Mungu na mimi kitabu cha Mathayo. Tuanze na Mathayo 27:3 afu tutarudi Mathayo 26:4. 26:24. Tuanze na Mathayo 27:3. Mathayo 27:3. Tumefika wote? Biblia inasema kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta. Akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Yuda wakati anaona fedha, alipata fedha. Lakini kuna kitu Yuda alikianzisha kwenye maisha yake ambacho hakujua. Laiti angelijua mwanzoni, Yuda asingeenda kumuuza Yesu. Wakati Yuda anamuuza Yesu, kwenye ulimwengu wa roho hakuwa Yesu anayemuuza. Kwenye ulimwengu wa roho alikuwa anaiuza nini? Damu. Na baada ya kitendo cha kuiuza damu, mauti ikatokea kwa Yesu. Ile damu ikaanza kumtafuta Yuda. Damu yoyote ina kawaida ya kufuatilia.
Damu yoyote ina kawaida ya kudai. Ukimtendea mtu ubaya, ikatokea huyo mtu akafa, hakikisha, nataka nikuhakikishie, damu yake haitapumzika kwenye maisha yako. Na ikimalizana na wewe, damu ina kawaida kuingia kwa watoto wako. Mpaka atokee mtu mwenye ujuzi unaofahamu wa kiroho kuistopisha ile damu isiweze kupiga kelele kwenye maisha yako. Kama unataka kujua hii, mtafuteni mtu yote ambaye baba yake aliua au alifanyaga kosa juu ya familia fulani. Damu ya hiyo familia hutafutaga watoto wa hiyo familia. Na hii ni kibiblia. Wakati Kaini amemuua nani? Habil. Damu ikadili na Kaini. Ilipomalizana kudili na Kaini, damu ikaenda kwenye uzao wa nani? Wa Kaini. Ikaanza kuwatafuta wote kwenye uzao wa Kaini. Ni kawaida ya damu kudai madai yoyote. Wakati Yuda ametokea, kuna kitu Biblia inatuonyesha kwamba kumbe Yuda hakumuuza Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho, Yuda alisaliti damu ya nani? Ya Yesu. Kitendo cha kuchukua fedha kwenye madhabahu nyingine, ile sio fedha, ilikuwa ni sadaka. Na yeye, sadaka yoyote inahitaji kitu cha kurudisha. Sadaka yote inadai. Sadaka yote inapoinuliwa inadai, inataka madai. Yuda akaipeleka damu ya Yesu. Sasa damu ilipoenda, Yesu akakamatwa, damu ikaanza kumtafuta Yuda. Ikaanza kupiga kelele ndani ya Yuda. Inamwambia Yuda, unajua ulichokifanya? Na ndio maana fungue 26:24. Twende 26:24. Tusome nikuonyeshe kilichotokea. Twende 26:24. Hapo Mathayo 26:24. Biblia inasema mwana wa Adamu aenda zake, ni maneno ya Yesu haya. Kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingelizaliwa. Yesu anamwangalia Yuda, afu anasema light Yuda, ungejua unachoenda ukifanya, usingezaliwa. Kwa sababu hiki kitu kitakutafuna maisha yako yote. Yuda, unadili na vitu vya kiroho bila kuwa na ufahamu wa kiroho. Yuda, unisaliti mimi Yesu kama Yesu, unaisaliti damu ya Mungu. Na kawaida ya damu yoyote ina madai. Kawaida ya damu yote ina kawaida ya kufuatilia. Kawaida ya damu yote inataka kisasi. Yuda, usifanye. Yaani Yesu anaongea kwa huzuni, anasema ole wake atakayenisaliti. Ole wako Yuda, kwa sababu naona kinachoenda kutokea. Damu itadai damu ili iweze kutulia. Na ndio maana sijui watu mnaoshiriki ibada za matambiko, kama mnajua mnachokifanya, sijui. Wewe unayetuma sadaka kushiriki, hata kama uendi, unajua unaipambanisha damu kwenye ulimwengu wa roho. Unaisababisha hiyo damu ya huyo ng'ombe atakayechinjwa, hiyo damu iweze kukufuatilia. Kama Yuda alipokea sadaka kutoka kwenye madhabahu fulani, na damu ikaanza kumfuatilia Yuda. The same way unapojiungamanisha kwenye ibada yoyote inahusiana na damu, nataka nikuhakikishie, hiyo damu haitasimama kwenye maisha yako mpaka umepata ufahamu wa damu ya Yesu Kristo na kujua namna kufuta hizo damu. Kwa sababu damu yoyote ina kawaida ya kufuatilia mtu aliyehusika. Sasa tunaingia. Angalia kitu kilichotokea. Kuna vitu viwili hapo vimetokea katika mstari wa Mathayo 27:3. Damu kilichoanza kutafuta kwanza, damu ikaanza kudai sadaka. Inaanza kudai alichokipokea nani? Yuda.
Damu yoyote ina kawaida ya kudai. Ina madai. Na ndio maana tukianza kuomba hapa, tukizisemesha damu, utasikia damu zinaongea, zinadai kwamba huyu tulikabidhiwaga, huyu tumempa uzao, huyu tumempa utajiri, huyu tumempa afya, huyu tumepewa tumlinde. Unaposemesha damu, damu zina kawaida ya kuanza kutoa maneno. Zinafanyaga nini kwenye maisha yetu? Sikiliza, kama Yuda alikuwa anataka fedha, unadhani ilikuwa rahisi Yuda kurudisha? Ukisoma Kijujuu unaweza kusema alihukumiwa ndani. Sio. Damu yoyote ina kawaida ya kudai. Itatulia pindi utakaporudisha ulichokichukua. Na ukitaka kujua hivi, mtu yoyote aliyeingia katika agano la damu, mtu yoyote alianza kushiriki issue za kiganga, issue za kichawi, huyo mtu akienda, zikianza kudaiwa damu, mwisho wa siku itafika wanaitaka damu yake. Wanaambia umeshatoa, zingine zimetosha sana, sasa tunataka vyote ulivyochukua tuvirudishe. Tunataka damu yako. Kama hatutaki damu yako, vyote tulivyokupa wewe ufanye nini? Urudishe. Ndio maana huyo mtu nakuta anafiliskaga afu akai, kwa sababu aibu. Haishi miaka mingi, anafanya nini? Anadondoka. Damu yoyote tutaona mbele, ngoja tuendelee. Kitu cha kwanza, alivyovichukua Yuda wakavidai. Chochote ambacho umekipata kwenye madhabahu na damu ikahusika, nataka nikuhakikishie, damu haitalala mpaka umevirudisha walivyokupa. Amua utafute kihalali ama utumie shortcut uvipate, lakini kwa siku utavirudisha. Wote ambao umetajirika kwa kutumia madhabahu na damu za watu zikamwagika, hawamalizagi maisha yao salama. Wanakufaga vifo vya kushangaza. Mara kaanguka bafuni, mara ameparalyze amekufa, mara kama jafa, vitu vyake vitakufa, kwa sababu damu yote ina kawaida ya kurudisha, kuchukua walivyokupa. Kitu cha pili, inadai uhai. Damu hudai udamu. Kwa Yuda ikadai damu ya Yuda. Wewe umeisaliti damu ya Yesu, damu inakataka sasa damu yako. Damu yoyote inadai damu. Na ndio maana nilisema siku ile, Yuda ingetokea akashiriki kile chakula cha Bwana, akanywa ile damu, Yuda asingemsaliti Yesu. Never, asingemsaliti, kwa sababu damu ya Yesu ingemuokoa na hiyo mauti ambayo iko mbele yake. Kwa hiyo damu yoyote ina kawaida ya kuchukua uhai wa kitu ama uhai wa mtu. Na ndio maana wakati mitume wanaenda kuhubiri injili duniani, kulikuwa kuna ubishani mkubwa sana. Wakati mitume wanaanza kutoka Yerusalemu, wanaanza kusambaa duniani, walipofika kwa mataifa, walikuta mataifa wanamtaka Kristo, lakini wana taratibu zao za kuabudu. Walipofika Tanzania, wakatukuta sisi tunaabudu Mungu tusiyemjua, lakini tuna taratibu zetu. Kuna vitu vitatu kama sio vinne wakasema, wakawaonya watu wasijiingize navyo, taratibu zingine waendelee. Na huu ndo msingi wa mtu yoyote anayemwamini Kristo. Fungua na mimi kitabu cha Matendo ya Mitume 15 mstari wa 29. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 29. Matendo ya Mitume 15:29. Angalia vitu ambavyo wanaonywa. Biblia inasema, yani mjiepushe, hawa ni watumishi wa Mungu wametumwa kwa mataifa. Yuda pamoja na Sila, ukisoma mstari wa 27. Wanawaambia hawa watu ambao ni wa mataifa mengine, wakawaambia mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Naweka msingi hapo. Chochote kilichotolewa sadaka
kwa sanamu. Sanamu ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa muundo fulani kuabudiwa. Kaburi la babu yako mkianza kuliabudu ni ibada ya sanamu. Mkianza kuabudu nyumba ni ibada ya sanamu. Mkiwa mnaabudu majina ni ibada ya sanamu. Chochote chenye mfano wowote ambacho mnakiheshimu, mnaona majibu yenu yanapatikana hapo, mnaona bila iko amwendi, ni sanamu. Anawaambia mjiepushe na vitu chochote kinachotolewa. Biblia Kiingereza imeenda mbali zaidi, inasema vyakula vinavyotolewa kwenye ibada za sanamu, ibada zinazomwabudu Mungu asiye halisi, sio Yesu. Wanawaambia jiepusheni navyo. Kuna watu mnapokeaga vyakula siku za watu fulani, imani zingine ambazo hawamwamini Kristo, mmejiungamanisha na hizo madhabahu. Usiwaze tumbo pilau, usiwaze tumbo mchele na unapanga foleni, nyama, soda. Biblia inatuonya, wanawaambia msijiungamanishe na vyakula na vyovyote vilivyotolewa sadaka. Kwa nini? Kwa sanamu. Yeyote asiyemwabudu Kristo, yeyote asiyemwamini Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, yeyote asiyemwamini Kristo kama ni mwana wa Mungu, yeyote asiyemwamini Kristo kwamba ni Mungu, anaabudu sanamu. Nataka niamini baada ya semina hii mtazamo wako kuhusu imani zingine utabadilika. Nataka niamini hautakuwa unashiriki tu ibada za mwisho wa mwaka nyumbani kwenu kwa sababu wamekuita kushiriki. Na ukienda kushiriki usiniage, sababu sitakuombea. Yaani mimi pastor najua kabisa unaenda kushiriki ibada za kuombea wafu, ibada za kuombea watu waliokufa, ibada za kuombea makaburi, ibada za kuombea sijui nini, ibada za kuongea na babu yako aliyekufa. Makanisa mengine wanaruhusiwa. Hili kanisa nataka nikwambie tunaenda kinyume na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Hiyo sio Biblia, sio neno la Mungu linavyotuambia. Limetuambia tujiepushe. Kumekucha. Kitu cha pili, na damu. Bado wanarudi pale tena. Yesu hapa ameshapa, mitume wameanza kazi. Wanasema jiepusheni na damu iliyotolewa kama sadaka kwenye madhabahu yoyote. Kuna damu zinapiga kelele, kuna damu zinaongelea, kwa sababu wanajua damu yoyote kwenye madhabahu yoyote ina hema na inapumua. Wanamwambia jiepusheni. Kama ni Mkristo, jiepushe na aina yoyote ya damu. Eza unapakwa, eza unakunywa, eza inasemeshwa, eza inaanguka, eza mnaipeleka kama sadaka, eza mnaichinja kwenye kaburi, eza mnaitoa siyo kwenye vyakula. Popote ambapo damu ya mnyama, damu ya mwanadamu, damu ya kwako inahitajika kwenye madhabahu fulani, ama nyumbani kwenu, ama popote, mpendo unanisikiza, unajiingiza sehemu ambapo hiyo damu itaanza kukufuatilia na kukudai kama Yuda. Kuna watu mama akijifungua ile makondo kuna watu wanachukuliwaga yale. Kuna sehemu inahitajika. Unakuta sehemu fulani unahitaji, ukoo fulani wanayataka yale. Ama nywele za mtoto wanazitaka. Chochote ambacho kinahusisha madhabahu kuwa mkali, usikitoe ovyo. Unajimilikisha, unajipeleka, unamilikiwa na hiyo madhabahu. Madhara yake unaweza usiyaone sasa hivi, lakini iko siku hiyo damu itaanza kupiga kelele. Utainua vita ambayo huku unaitaka damu ya Yesu, wakati huku kuna damu zingine ambazo tayari zishaanza kufanya kazi kwenye maisha yako. Na kama sio wewe, watoto wako unawaingiza katika mitego ambayo kutoka kwake ni shida. Kuna watu tunawaombea mpaka unajiuliza, hivi chanzo chake ni nini? Mbona nimefanya maombi yote huyu mtu afunguliwi? Kumbe nyuma kuna damu. Kuna madhabahu zishapewaga sadaka nini? Ya damu.
lazima tuinue vita ya damu kukomboa kilichokuwa kimetolewa. Kitu kingine wanasema, na nyama zilizosongolewa na uasherati, mkijizuia na hayo mtafanya vyema. Nyama zilizosongolewa ni kumuua mnyama bila kumchinja. Sio kana naeleka. Biblia Kiingereza inatumia neno strangled meat. Yaani tena Wachaga tunayo sana. Tunamkamataga mbuzi anakufa bila kumchinja. Unamziba mdomo na nini? Na pua. Mpaka anakufa, alafu tunakulaga hiyo nyama. Hizo ni nyama zilizo nini? Songolewa. Chochote ambacho kimetolewa uhai kwa kuzibwa nini? Pumzi, unaingiza kwenye nini? Kwenye ibada. Yaani ujue watu wa kuzimu sijui wanatuaga wapi, hawasomi Biblia sijui, yaani wana maarifa ya kiroho ambayo yaani ujui, unakuja ni mpaka upate kanisa ambalo lina ufahamu wa kiroho likufundishe. Na wengi tupo kwenye hii mitego. Uongo? Nyumbani tunachinjaga Krismasi, sasa tunachinjaga mbuzi amesongolewa. Unaitwa kisusio ndio kile. Nyama imefanya nini? Imesongolewa. Kama haijasongolewa, damu yake kuna sehemu imepelekwa. Leo damu zote ambazo zimefanyika, nyama zote, vyakula vyote, tunainua damu ya Yesu kutangaza vita, kukomboa chochote walichochukua katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu nakimbia, lakini tutafika. Andika hiki. Damu yoyote ina kawaida ya kuinua madai. Ukishatoa sadaka ya damu ama ukatoa damu, damu yoyote ina kawaida ya kuinua nini? Madai. Na ndio maana tunaposema vita ya damu, tutakapoitia damu ya Yesu, madai yataanza kuinuka. Yaani kesho hapa kuna kasheshe, kama sio leo. Lakini leo niacheni nisifundishe kidogo. Kesho tuje kuomba tu. Tukianza kuinua damu ya Yesu, damu za babu yako zitaanza kuleta madai. Ni kawaida. Fungua na mimi Samueli wa pili 21. Utasema 21:1 hadi 6. Nakupitisha tu. Wakati Daudi amekaa kwenye kiti cha ufalme, mvua haikunyesha miaka 3 katika nchi ya Israeli. Daudi akafunga, Daudi akaomba, Daudi akakemea, Daudi akafanya kila kitu, mvua hainyeshi. Na ndio maana anasema maombi yanahusiana na damu. Unatumia jina la Yesu unatumia moto wa Roho Mtakatifu bado hii ngoma iko pale pale. Inasema huyu mtoto hatumpi, huyu ndo hatumpi. Kwa sababu gani? Una silaha nzuri, lakini unapoilenga sio sehemu sahihi. Na mzee wa kanisa niandikie, nije kufundisha tofauti ya kutumia jina la Yesu na tofauti ya kutumia damu ya Yesu. Wapi utumie jina la Yesu na wapi utumie nini? Damu ya Yesu. Kwa sababu kuna sehemu ni ufahamu tu, damu ya Yesu haifanyi kazi. Na kuna sehemu jina la Yesu halifanyi kazi, ingawa zote ni silaha kwenye ulimwengu wa roho. Daudi, Biblia inasema alifunga akaomba. Daudi akafanya kila kilichowezekana, bado mvua hainyeshi. Mvua imegoma. Manake baraka zimegoma. Umefanya kila kilichowezekana, hilo jambo halisogei. Baadaye Mungu akamwonea huruma. Anapata ufunuo kwamba kipindi cha mfalme aliyepita anaitwa Sauli, aliwaua watu wanaitwa nani? Wagibeoni.
Kumbe mvua hainyeshi ni kwa sababu damu ya Wagibeoni inadai madai. Sauli alitaka kuwaridhisha watu wake, akawaua Wagibeoni. Wagibeoni sio Israeli, ila ni taifa linalokaa katikati ya Israeli. Wagibeoni walipata rehema kupitia mfalme anaitwa nani? Yoshua. Wakawa wabeba chokaa, wakawa wateka maji katika nyumba ya Mungu na katika familia za Israeli. Walimlagai Joshua mpaka Joshua akatoa neno, akasema hawa watu wasiuawe. Alivyokuja Sauli akawaua. Kitendo cha kuwaua, ingawa hawa watu sio wa Israeli, lakini damu yao waliingia pale kihalali. Andika hilo neno. Walipata kuishi Israeli kihalali, ingawa hawamwabudu Mungu wa Israeli, lakini waliingia kwenye maisha ya Waisraeli kihalali. Weka yuko kitu ni cha muhimu. Hata wewe ulipewa ama ulikabidhiwa kwenye madhabahu za kwenu kihalali. Nguvu za giza zilipata uhalali. Ni baba, ni babu, ni mama, ni kaka, ni dada, ama wewe mwenyewe ulijiingiza kihalali kwenye madhabahu. Aidha ulishiriki hizo damu, ulishiriki nyama zisizosongolewa, ulienda ukatoa sadaka, ulituma hela nyumbani, uliwaruhusu wa jamaa waingie kihalali, wakae katikati ya watoto wa Mungu. Biblia inasema hivi, Wagibeoni hawakuwa wa Israeli, lakini walikaa katikati ya nchi ya Israeli. Maana hawa watu ni wa mataifa, wana taratibu za kitaifa, lakini mmewapa uhalali. Nakumbuka tulisofungua jana, nadhani tuliongea kuhusu milango mlikuwa mnafuatilia, lakini ni wewe unaufungua mlango. Ukifungua mlango, dhambi inaingia. Mbele ya dhambi kuna nini? Mauti. Kwa tuliwafungulia mlango, kuna namna tuliwafungulia. Ulisema nitaonekanaje? Nitatengwa mimi na familia yangu. Nikifa mtanizika nyinyi. Ndugu zangu watanitenga. Kwa sababu hizi ni mila za kwetu. Sawa. Endelea kuabudu nini? Mila. Utawakaribisha Wagibeoni kihalali. Na ukifanya chochote wanaanza kudai. Sauli anachokifanya kitu kizuri, kwamba hawa sio Waisraeli, hawa wanaabudu sanamu, tuwaue. Kitendo cha kuwaua Wagibeoni, damu inaanza kudai mbele za Mungu, kwamba Mungu sawa, mimi wewe sio Mungu wangu, lakini kuna kanuni za ulimwengu wa roho. Hawa watu walinipa wenyewe nafasi, sikulazimisha. Mfalme wao alilitoa neno na alikuwa katika nafasi ya kikuhani, akanipa nafasi ya kukaa katikati yao. Leo hii wameisaliti damu isiyokuwa na hatia. Ile damu nikwambieni napigaga kelele, damu haifi. Mnakumbuka? Wagibeoni wameuawa siku nyingi, lakini damu yao haijafa, wao wameshakufa. Damu yao inapiga kelele mpaka kipindi cha Daudi. Inazuia, inapiga kelele gani? Mvua isinyeshe. Ikinyesha mvua wanakuja kwenye lingine, waumwe magonjwa. Ikitoka kwenye magonjwa sema wawe vichaa. Ikitoka kwenye vichaa mimba ziharibike. Wakimaliza mimba mazao yakauke. Wanaamua adhabu ya kukupa, kwa sababu wapo kwenye kiti wanabagaini na Mungu. Kuonyesha baadaye wanaongea na Mungu. Damu inaongea na Mungu. Ndio maana Mungu anasema naisikia damu ya ndugu yako kutoka katika ardhi. Minzi damu na Mungu wanaongea. Wakati huwezi kuongea na Mungu, damu yako inaongea na Mungu. Damu yako inaongeaga na babu zako, na ndio maana wanaweza kukutembelea usiku. Damu yako inaongeaga na bibi yako, ndio maana anaweza akaja. Usiichezee damu. Damu ina macho, damu ina masikio, damu ina utambuzi. Daudi anapofuatilia inasema hivi, tutolee wana 7 nadhani. Taniambia kama niko sawa. Wa familia nani? Ya Sauli. Lete wana wa Sauli hapa, muwatundike, damu zao na wao zimwagike, mvua itanyesha. Sio swala la kuomba, sio swala la kukemea, ni swala la damu kwa damu. Unataka mvua inyeshe, lete damu. Ni wana wangapi? Wana 7 wa familia ya Sauli. Walitafutwa wana 7 na wenyewe wakafa. Daudi alipowatundika wana 7, kesho yake mvua inafanya inanyesha.
Kwa sababu kuna madai ya damu inayotaka. The same way, kuna madai inayodai damu, ndio maana kuna vita visogee. Kuna madai yamesimama, ni lazima tuinue vita ya damu kwa damu ili uweze kutogea. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kila madai ambayo yamekaa kwenye maisha yako, tutainua vita ya damu ya Yesu. Kwenye kila ukame, tutaachilia damu ya Yesu. Kwenye kila tatizo, tutaachilia damu ya Yesu. Maombi yetu sisi ya leo na kesho, hatutataja jina la Yesu. Tutataja nini? Tuone kilichokaa katika ulimwengu wa roho kitashikilia kishikilia. Vita yetu sisi tunainua kwenye damu. Tuone huo ugonjwa tukimaanisha kuitia hii damu. Na tukiona ufahamu, magonjwa yatakuwepo kwenye familia yetu, watatuachia. Mababu zetu ambao wamekaa kama mizimu ndani yetu, watatuachia au tutuachia? Kwa sababu tunainua madai yao yatakaposimama, na sisi tuna damu ya Yesu ya kuwapa. Pointi namba 1 nimesema damu inafanya nini? Ina madai, si ndio? Pointi ya 2. Andika, damu ina kawaida ya kutoa adhabu. Mwanzo 4:10. Damu ina kawaida ya kutoa adhabu. Historia ya Kaini nadhani wengi tunajua. Mwanzo 4 mstari wa 10 na 11. Biblia inasema hivi, Mungu akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Habili amekufa, lakini damu yake haijafa. Sasa angalia adhabu damu inayotaka. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake kupokea damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Kwa hiyo aliyetoa laana sio Mungu. Ukisoma unaweza ukamwona nani? Mungu. Mungu hakutoa laana. Ndio maana Mungu bado alikuwa anampenda Kaini. Lakini damu inamwambia Mungu nini nataka imsemeshe Kaini asikie. Kwa sababu Kaini asikii damu, kwa sababu Kaini hana mamlaka, hana uwezo kusikia sauti ya ndugu yake. Kwa hiyo Mungu anatafsiri damu ya Habili kwa Kaini. Kaini angekuwa amekuwa kiroho, angeisikia sauti ya damu ya ndugu yake. Hata wewe, damu zenye uhalali na wewe zina sauti. Kikubwa ni kwamba wewe huna masikio ya kuisikia sauti. Ila tukianza maombi, tutaisikia sauti ya damu. Yaani hapa kutakuwa kuna vituko. Na mimi nikisikia tu nakuwa kia mic. Hapana, tutaweka mic. Damu ya Habil inasema hivi, Mungu, tunataka huyu jamaa akilima sio na matokeo. Mlani. Na Mungu bwana, Mungu ni Mungu wa haki. Kwa sababu umeua mwenyewe, hii damu ina uhalali. Anasema tu, damu inasema ulaaniwe. Sio mimi naye kulaani. Mungu hakuwahi kumlaani Kaini. Sio Mungu hajawahi kumlaani Kaini. Ila damu ilimlaani Kaini kupitia kinywa cha Mungu. Inasema Mungu ameniua huyu. Damu inapiga kelele. Ndio maana Mungu anasema sauti, si ndio? Ya damu ya nani? Ya ndugu yako. Hayo ambayo damu ilikuwa inasema ndio Mungu alikuwa anayasema. Umelaaniwa katika nini? Ardhi. Ndio maana Mungu hakutaka Kaini afe. Akamweka alama kwenye paji, si ndio? Yeyote atakayetaka kumuua Kaini hatoweza. Kwa sababu Mungu bado alikuwa anampenda Kaini. Ingawa ameua. Lakini kuna taratibu za kiroho. Hata wewe Mungu anakupenda. Mungu atamani kukuona unavyopitia. Lakini kuna taratibu za kiroho zinazohusiana na damu. Damu zipo zinazokupigia kelele. Mungu anashindwa kukuingia kukutetea. Kwa sababu hizo damu kwenye ardhi zinatoa sauti. Zinamwambia Mungu, unajua principle. Lazima anunuliwe kwa damu. Huyu hajanunuliwa huyu. Lazima akombolewe kwa damu. Huyu hajakombolewa. Unataka kufanya nini? Sisi tuna uhalali naye. Sisi ndio tuliomkomboa. Sisi ndio tunaomshikilia. Kwa hiyo acha sisi tuendelee kumtesa ama kumpa baraka ama kumpa chochote. Sisi ndio wenye maamuzi. Sasa ndani yako damu ya nani inaopiga kelele?
kuna mzimu wa bibi yako humo ndani unapiga makelele balaa. Babako anaitwa nani? Godfrey. Babu yako? Makobo. Godfrey apigi kelele. Ila Makobo. Bwana Yesu asifiwe. Naona muda unaniacha. Hem, twende haraka kidogo. Kitu cha tatu. Damu inasimama kama mpatanishi. Biblia neno la Kiingereza la mpatanishi wametumia neno mediator. Sawa? Tufungue kitabu cha Waebrania 9:15. Waebrania 9:15. Biblia inasema hivi, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya. Sasa ukienda kwenye King James inamuita, and for this cause he is a mediator of a new testament. Yeye sio mjumbe tu, yeye ni mpatanishi. Wangapi ni wanasheria hapa? Nyosha mkono. Hatuna mwanasheria katika hili. Usiogope, sikuulizi swali. Nyosha tu. Au waliyesoma sheria? Watu walisoma business wamesoma sheria, watu walisoma engineer mjasemaga sheria. Tunapita kidogo, si ndio? Watu wa business wanasemaga business law. Ndio? Engineer msoga nini? Engineer law. Business law. Mediator. Ukigoogle au kwa Kiswahili nasema hivi, kazi ya mediator, huyu mpatanishi, anasema ni mpatanishi ambaye anawezesha mawasiliano na kuongoza pande mbili katika mzozo kuelekea azimio linalokubaliwa pande zote. Angalia mediator. Kazi ya mediator ni kuongoza. Kwa hiyo Yesu tunaposema damu yake, maana yake damu yake inasimama kati ya Mungu na mwanadamu ambaye ni mwenye dhambi. Kwa hiyo kazi ya mediator ni kusuluhisha. Anasema kuweka azimio linalokubaliwa pande zote bila kuweka maamuzi yao wenyewe. Wao hufanya kama mtu wa tatu. Husaidia pande mbili kuelewa mitazamo ya kila mmoja na kutambua suluhisho linalowezekana, hatimaye kufikia makubaliano. Kwa hiyo anaposema damu ya Yesu, turudi kwenye mstari, anasema kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya. Damu ya Yesu ni mjumbe, ni mediator wa New Testament, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Kwa hiyo mediator kazi yake kubwa, nguvu ya damu, kazi kubwa ya nguvu ya damu ni kuhakikisha Mungu hatoi adhabu. Kwa sababu Biblia iko clear, inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Popote tulipotenda dhambi tunatakiwa tupate adhabu. Lakini damu ya Yesu inapoingia katikati inakuwa mediator. Damu inaanza kumwambia Mungu hivi, hapana, ni kweli ametenda dhambi, ni kweli ametenda kosa, anatakiwa kufa, lakini kuna damu inayoleta upatanisho. Chukua damu yangu Mungu, badala ya kumhukumu huyu, damu yangu itahukumiwa. Damu yangu isimame badala yake. Ni kweli anatakiwa kupigwa kwa hili, lakini damu yangu isimame kwa niaba yake. Wakati agano la kale damu zilitumika, lakini hazikuwa zinasimama kama mediator. Hazikuwa na nguvu ya kuweza kumshawishi Mungu asitoe adhabu. Na ndio maana watoto wa Mungu kwenye agano la kale walipokuwa wakiasi, Mungu anaachilia nini? Adhabu. Mara anawapeleka utumwani, mara sio anawanyima hiki, mara anaruhusu maadui zao kuwapiga. Lakini kwenye agano jipya, nataka nikwambie, Mungu hatakaa kukuadhibu hata siku moja. Na kuna mafundisho yanayosemaga kwamba Mungu anatuadhibu. Mungu kwenye agano jipya hana mamlaka ya kutuadhibu. Naongea kwa ujasiri. Mungu kwenye agano jipya hana nguvu ya kutuadhibu.
Kwa sababu katikati, kabla hajatoa adhabu, kuna damu ya Yesu kama mediator. Kazi ya mediator ni kusuluhisha tuweze kufikia mwisho ulio salama. Kwa hiyo popote ambapo Mungu hasira yake inataka kusimama, damu ya Yesu inasema, Mungu sio na hasira, tunamnunua huyu mtu kwa damu yako. Kwa hiyo ulitakiwa kumwadhibu, hatoadhibiwa tena. Alitakiwa kufa, hatokufa tena. Ndio kazi ya mediator. Kazi ya mediator, ukiona upande mmoja umeshindwa, ujue hiyo sio mediator. Kazi ya mediator tufikie mwafaka ulio sawa. Kwamba okay, kama unanidai milioni 10, sina uwezo kulipa milioni 10, lakini nitakuwa na uwezo kulipa shilingi 100 kwa miaka 20, utamaliza deni lako. Kazi ya mediator lazima tufike mwisho uliokuwa salama. Damu ya Yesu kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwenye kila kosa damu inasimama, inafuta yale makosa. Anasema hivi kwenye mstari wa 15. Usome vizuri. Anasema hivi, na kwa sababu damu ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza. Manake kuna aina ya makosa kwenye agano la kale yalikuwa hayawezi kukombolewa. Na ndio maana nasema, ndugu zangu, wewe husiki na agano la kale. Unanielewa? Usijiingize kwenye agano la kale. Agano la kale sio la kwako. Wewe ni mtoto wa agano gani? Jipya. Agano la kale halina nguvu ya kukukomboa wewe. Kuna watu wanalisimia maaga agano. Sikiza, agano la kale lilikuwa kwa ajili yetu, lilikuwa kwa ajili ya watoto wa Israeli. Mungu aliingia lile agano na watoto wapi? Tunasomaga agano la kale kupata reference, kujua nini Mungu alifanya. Kwa sababu agano la kale tunamwambia ni kivuli cha agano jipya. Kwa hiyo sisi nguvu, ukijiingiza agano la kale damu ilikuwa haiwezi kuwatetea mbele za Mungu. Agano la kale Mungu alikuwa anatoa adhabu moja kwa moja. Usijiingize kwenye hilo agano. Kubali kuwa katika agano jipya la damu la mwana wake. Tunaokolewa kwa neema, sio kwa sheria. Agano la kale lilikuwa ni agano la sheria, sio agano la damu. Jana tumesoma kwenye Mathayo 26, si ndio? Na hii ni damu ya agano langu imwagikayo. Manake haikuwahi kumwagika, ndiyo inayomwagika sasa hivi. Na imemwagika kwa ajili yetu. Sio kwa ajili ya watu wa agano la kale, kwa ajili yetu. Anasema chini ya agano la kwanza walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti aliifanya. Anazungumzia popote ambapo kuna agano la urithi lazima mtu afe. Agano la kale hakukuwepo na mtu anaitwa Yesu aliyekufa, ndio maana ilikuwa sio agano la urithi. Hiyo ni namba ngapi? Ya 3 Ya 4. Tena kipengele cha 4. Damu ya Yesu inaleta upatanisho. Tuanze la kwanza, tumesema ni damu ya Yesu inafanya nini? Inainua madai. Ya pili, inatoa adhabu. Ya 3, inaleta upatanisho. Ya 3 ni inasimama kama mpatanishi, mediator, si ndio? Ya 5, ya 4, damu ya Yesu inaleta upatanisho, sio mpatanishi. Ya 3 tumeona mpatanishi, si ndio? Ya 4 inaleta upatanisho, ina reconcile, is a reconciliation. Watu waliosoma accounts wangapi hapa na wahasibu? Nyosha mkono, sikuulizi swali. Sasa nyinyi mmesoma nini? Wanasheria mpo, madokta mpo. Okay, wangapi ni mapilot? Wangapi wafanya biashara?
Hivi Asinatus ni mhasibu wewe? Hata kama ni finance, lakini finance bila accounts sio finance. Lazima kwa kuna umepita. Kuna kitu kinaitwa bank reconciliation. Bank reconciliation, we balance the cash and the bank deposit, si ndio? Nimepita kwenye uhasibu. Kwa hiyo unaangalia ulichokiingiza na unaangalia kilichotoka. Umeingiza milioni 10, unataka kuibalance kwenye matumizi, si ndio? Una reconcile kama iko sawa. Kama iko sawa, unaandika pale kuna hela imepungua hapa. Ndio unajua kwamba hela ile iliyopungua imeenda wapi. Sasa damu ya Yesu inasema inaleta upatanisho. Manake kuna vitu ambavyo tulipewa, vilikuwa kuna debit na credit kwenye accounts, si ndio? Debit ni vitu vimeingia, credit kuna vitu vimetoka, si ndio? Yaani wewe jua kwamba kwenye accounts kuna msalaba. Kushoto kwako ni debit, kulia kwako nini? Credit. Debit umeingiza shilingi 10, umeitumiaje? Umemaliza, yani ndio account. Utazunguka, lakini account ni debit na nini? Na credit. Tunaposema upatanisho, kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho viliachiliwa kwa ajili yetu. Lakini tukija kwenye debit, yani kwa mfano, debit umepewa afya, umepewa nafasi. Tukija kwenye credit, hatuoni nafasi, ila tunaona afya. Tunaitafuta hii nini? Nafasi iko wapi? Mbona tukiangalia kwenye debit tunaiona nafasi, lakini kwenye credit hatuioni nafasi? Damu ya Yesu sasa kazi yake ina reconcile. Inatakiwa kilichopo huku kionekane na wapi? Na huku. Yaani Mungu akikuangalia Jennifer, anaona Jennifer wewe ni mama wa nabii. Akikuangalia anaona wewe ni mkurugenzi. Akikuangalia anakuona a real estate developer. Lakini hivyo ndivyo roho anavyokuona. Akikuangalia mwilini anaona una kimoja au hauna vyote. Damu ya Yesu inaanza kutafuta hivi ambavyo tunaviona rohoni, mbona hatuvioni mwilini? Manake damu ya Yesu inachokonoa ndani, kimefichwa wapi? Hiki kitu kimefichwa wapi? Na ndio maana ukija mtu akwambia ninawaona watoto 6 kwako na sasa hivi hauna mtoto, usirudi ukasema nimedanganywa. Wewe unatakiwa kuisemesha damu ya Yesu. Damu ya Yesu reconcile watoto wangu 6 watokee mwilini. Haijalishi mimba 3 6 zimeharibika, unachotakiwa kudai damu ya Yesu, fanya upatanisho wa watoto 6 walioonekana rohoni waje wapi? Mwilini. Fungua mimi Wakolosai. Wakolosai 1 mstari wa 20 tutaanza. Wakolosai 1 mstari wa 20 tunaanza. Unifuatie kwa makini. Anasema na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Sasa Biblia Kiingereza inatumia vizuri sana, ndio juu na maana kingine. Biblia Kiingereza hapo. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. Kwa sababu ya damu ya msalaba kuvipatanisha vitu vya mbinguni na vitu vya duniani. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inasimama. Yaani kati ya mbingu na duniani kuna damu hapa ya Yesu Kristo ipo. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ni kuchungulia kilichopo mbinguni na kuhakikisha kipo wapi? Kiko duniani. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inaangalia mbinguni. Natakiwa mwaka 2026 uwe umeshaingia kwenye ndoa.
unaona mwaka 2027 hata jamaa atokei. Hautakiwi kulia, unatakiwa kuiuliza damu mume wangu yuko wapi? Wapendwa, mnanielewa? Unaelewa thamani ya damu ya Yesu? Sio maombi gani utakuwa unaomba. Mimi naomba usinidisturb nikiwa naomba. Nikiwa nadai watoto 10 msinidisturb. Mama mchungaji ananiangalia, wewe baba wewe. Anaendelea anasema hivi mstari wa 21. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarakanishwa, tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. Kwa hiyo kitu alichokifanya adui ili tusiweze kuviona vya mbinguni vikitokea duniani, alitufarakanisha. Adui alichokifanya cha kwanza, alitufarakanisha. Na alifarakanisha nini? Mind zetu. Alipollute mind zetu. Alipollute vipi? Alitusababishia tutende dhambi, tufanye makosa. Tulipofanya makosa tukawa kinyume na ile damu. Kwa hiyo tuna uhalali wa kuvipata, lakini kwa sababu tumekosa, tulisema makosa yanatuweka mbali na nani? Na Mungu jana. Mnakumbuka? Na kwa sababu makosa yametuweka mbali na Mungu, hatuwezi kudai. Kwa sababu tunasimama kama wakosaji na bado hatujarudi kuomba msamaha kwenye damu yake. Anasema tumefarakanishwa na hizi baraka ambazo tunatakiwa kuzipata hapa duniani, ambazo tayari ziko mbinguni. Adui anajua ukipata ufahamu huu, ukadai kwa damu ya Yesu, ukaomba rehema, ukasamehewa, ukarudi kwenye nafasi ya kama mwana, damu itakupatanisha. Kwa hiyo adui anachokifanya, anakufarakanisha kila saa. Kila unapotulia anakusababisha utende dhambi. Kila unapotulia anakusababisha utende dhambi. Kila unapotumia unasababisha uende. Unapoenda mbali unafarakanishwa na baraka zako ambazo zinatakiwa zitokee hapa duniani. Kwa hiyo Yesu akiangalia debit yako imejaa, vinavyotakiwa kuingia vimejaa, lakini vinavyotakiwa kutokea hamna kitu. Yesu anasikitika akimwangalia Winnie, imetakiwa sasa hivi awe na gorofa ya rosheni 6, lote limejaa maduka, afu kule juu ameweka swimming pool, watoto wanaenda wanaogelea. Hapo juu ameweka head park ya ile chopa kutua. Akikuangalia utakuwa una boti za kusafirishia watu. Yaani ndivyo ulivyo kwenye debit yake. Kwenye credit sasa una request bajaji sasa hivi. Bolt kashaambiwa nimefika. Ukienda kuomba, jua kabisa umefarakanishwa. Usivipokee ambavyo viko mbinguni visitokee duniani. Kwa hiyo kesho tukienda kuomba, damu ya Yesu kimoja hapo, kesho utakuwa unavifuatisha, unasema napatanishwa na kila ambacho kiko rohoni, napatanishwa duniani. Chochote ambacho kinatakiwa kutokea mbinguni kikatokee duniani. Najipatanisha na utajiri wangu, najipatanisha na afya yangu, najipatanisha kwa damu ya Yesu Kristo, najipatanisha. Dai ambavyo unaona kabisa ni halali kwako, vidai. Unajua kuna sehemu ya kuomba na kuna sehemu ya kudai. Tukiwa na damu ya Yesu tumepatanishwa, tunadai. Hatuombi. Tunadai. Dai, nilisema damu kimoja hapo inakuaga na madai, si ndio? Peleka damu, dai kwa mamlaka vitokee. 22 anasema katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasiokuwa na mawaa wala lawama. Unapokuwa umepatanishwa na damu ya Yesu, unapoenda mbele za Mungu, Mungu anakuona kama mtakatifu wake. Hakuoni kama mkosaji. Na kwa sababu anakuona kama mtakatifu, una deserve kuvipokea unavyotakiwa kuvipokea. Wewe kwambie, damu ya Yesu kwenye agano la kale, agano la kale, kazi ya damu
ya agano la kale ilikuwa ni tofauti na kazi ya damu kwenye agano jipya. Ngoja nikuonyeshe kitu. Kwenye agano la kale walipokuwa wakifanya makosa walikuwa wanachinja, si ndio? Damu kama inafunika, inaondoa leo, kesho wanaendelea tena, inaondoa tena, inaondoa tena, inaondoa tena. Ilikuwa isafishi na kuwapa haki. Ndio hiyo tu. Na Mungu alipokuwa akiingia nao maagano alikuwa anahitaji damu tofauti tofauti kwenye agano fulani, likimalizika anaachana nao. Halikuwa agano la urithi. Kwenye agano jipya damu ya Yesu inaanza kwanza. Tuliona jana damu ya Yesu kazi yake ni kusafisha dhambi. Mnakumbuka kwenye Mathayo 26:27 nadhani anasema, na hii ni damu yangu imwagikayo kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi. Kwa hiyo kitu kimoja wapo cha kwanza kwenye agano jipya, damu ya Yesu ni kutukomboa sisi na dhambi zetu. Kitu kikubwa cha pili, damu ya Yesu inaleta upatanisho wa vitu vya mbinguni na vitu vya wapi? Vya duniani. Unapatanishwa na vitu vyote vya mbinguni. Ngoja uendelee hapo, na duniani. Ukisoma mstari wa 20 ngapi? 26 na 27 hapo Wakolosai 26 na 27 anasema hivi, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote, tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri na utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Ndani ya Yesu kwa damu yake kuna utajiri mwingi, kuna utukufu mwingi ambao umefichwa. Anasema ndi siri ambayo haikuwepo hapo mwanzo. Kwa damu yake tunapatanishwa na hivyo vitu. Kwa damu yake tunanunuliwa. Kwa damu yake tunafanywa upya tena. Pointi ya mwisho. Damu inatumika kama kitu cha mabadilishano kwenye ulimwengu wa roho. Damu inatumika kama kitu cha mabadilishano katika ulimwengu wa roho. Kwa damu yoyote ina uwezo wa kumnunua mtu ama kununua vitu. Hata damu ya mnyama kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana walioenda kwa waganga, kuna kitu na kidai cha thamani, wanachokuambia tulete nini? Damu. Pale kinachofanyika ni kubadilishana. Kwa sababu wanajua vitu vyote vimekamatika katika ulimwengu wa roho. Wakitoa damu kile kitu kinakuja. Wangapi tushakwenda kwa waganga? Wangapi tushaombwaga damu za kuku, sungura? Walifanyaje Salma? Mlisoma aga dua afu mkachinja damu. Ya nini ilikuwa? Mbuzi mwanaume. Mweusi. Mbuzi mwanaume mweusi. Mwanangu akatoa damu yake pale. Ile damu kuna kitu ulikuwa unahitaji kupokea, si ndio? Kwa hiyo inapomwagwa ile damu inalipa kile kitu, na kile kitu unaweza kukipata. Kwa hiyo kuna aina fulani ya nguvu, kuna watu, kuna aina wengine wanasema niwe na mvuto. Maana kuna sehemu mvuto upo. Damu inamwagwa, mvuto unafanya nini? Unachukuliwa. Wanapokea damu, wanakupa nini? Mvuto. Na kweli ukitokeza hivi mvuto unao.
Sasa atokee na mtu naye ana damu ya Yesu. Nashangaa mbona huyu jamaa, huyu mbona msichana wa kawaida tu. Mimi nimetoa hadi mbuzi. Alafu dada watu wamefunga tule mmoja limeegemea huko. Alafu yule mwanaume unayemtaka ndo ambiwe kitu na yule dada aliyefunga nini? Kumbe mwenzako naye ana damu ya nini? Ya Yesu. Sasa wewe huna damu yoyote, unapigwa nje ese. Damu katika ulimwengu wa roho inaweza kuwa ni sehemu, kisimamizi cha mabadilishano yoyote. Chochote unachokitaka kina uwezo wa kutolewa kwa damu. Fungua na mimi Ufunuo Yohana 5 mstari wa 9 10. Nitakusomea. Ufunuo Yohana 5:9 mpaka 10. Anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na kila lugha na jamaa na taifa. Napenda version ya NIV. Anasema, you are worthy to take the scroll and break open its seal. You are worthy because you were put to death. With your blood you bought people for God. They come from every tribe, people and nation, no matter what language they speak. You have made them members of a royal family. Anasema umemnunulia Mungu. Lakini kununua hakukuweza kutokea mpaka damu ilipomwagika. Yaani damu inapomwagika, ulimwengu wa roho, nilisema ulimwengu wa roho wanapenda damu. Yohana anaandika Ufunuo anasema hivi, kumbe sisi tunaposema tumeokoka, tumeokolewa, kuna kitu kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Kuna mtu anaitwa Yesu. Alipokufa, ile damu ilipomwagika, ile damu mojawapo ya kazi ilienda. Kama tumenunuliwa, manake kuna sehemu tulikuwepo, si ndio? Kuna sehemu tulikuwa tunashikiliwa. Na mpaka sasa hivi ninavyoongea, katikati yetu kuna watu, kuna sehemu wameshikiliwa. Kwa hiyo damu ya Yesu inachokifanya, inakununua kwa lazima. Ni mnada ambao ni lazima Yesu ashinde. Kuna damu nyingi pale. Kuna watu wamekuja na damu ya swala, watu wamekuja na damu ya mbuzi. Yesu damu yake inakukomboa kwa sababu ina thamani ya juu sana. Kwa hiyo damu ya Yesu inapoachiliwa, maana yake kuna mabadilishano yanafanyika. Upande ambao umekushikilia unapokea price ambayo ni damu ya Yesu, alafu inaachilia maisha yako. Anasema watu wa kila kabila, Wahehe wananunuliwa kwa damu ya Yesu, Wachaga wananunuliwa kwa damu ya Yesu, Wangindo wananunuliwa kwa damu ya Yesu, Wasukuma wananunuliwa kwa damu ya Yesu, Wapare wananunuliwa kwa damu ya Yesu, Wangoni wananunuliwa kwa damu ya Yesu, Wakuria wananunuliwa kwa damu ya Yesu. Taja kabila lako. Anasema akamnunulia Mungu watu wa kila. Means kuna madhabahu zimekushikilia. Kuna damu zinakushikilia. Kuna koo zinakushikilia. Kuna falme zinakushikilia. Lakini damu ya Yesu ina nguvu kubidi kushinda watu wote ambao wako katika ule mnada. Ina uwezo wa kukomboa. Anasema watu wa kila kabila, watu wa kila taifa, watu wa kila rangi, wafupi wanakombolewa na damu ya Yesu, warefu wanakombolewa na damu ya Yesu, wanene wanakombolewa na damu ya Yesu, wembamba wanakombolewa na damu ya Yesu, matajiri wanakombolewa na damu ya Yesu, masikini wanakombolewa na damu ya Yesu. Taja kila aina ya sifa ya mwanadamu, damu pekee inayoweza kumkomboa ni damu ya Yesu. Nilisema damu ya Yesu inaletaga upatanisho.
kuna vitu havijaanza kutokea duniani. Wewe baada ya maombi ya damu ya Yesu, kuna ideas ambazo hazijaanza kufanyika Dodoma. Wewe utakuwa mtu wa kwanza kupata idea ambazo hazijawahi kufanyika Dodoma. Kwa sababu kuna vitu vitafunguka kwenye ulimwengu wa roho, utaanza kuviona kwamba kumbe ni haki yangu. Kuna watu mtaanza kupokea ndoto ambazo hamjawahi kuota. Sikiliza, usiogope ukubwa wa ndoto itakayokuja kuanzia kesho. Ujue Mungu, hiyo ilikuwepo kwenye hazina yako ya mbinguni. Kuna hazina ya sirini zitaanza kufunguka kwa sababu upatanisho umefanyika, macho yako yataanza kuona. Ngoja niwaambieni, hamjawahi kuonaga movie? Kuna movie wanaigizaga hadi unasema hizi sio idea za duniani. Unadhani wale jamaa wametoaga wapi? Wana upatanisho wa damu zao na madhabahu zao. Zinawaleteaga vitu ambavyo vinafanyikaga katika ulimwengu wa roho. Kuna viumbe tunaonaga kwenye movie, lakini ukiingia kwenye ulimwengu wa roho vile viumbe vipo. Watu wenye macho ya kiroho, watu ambao macho yao yanafunguka. Kuna vitu unaviona kwenye movie, kwenye cartoon, alafu unakujaga kuvionaga ukiingiaga rohoni. Kama haujafunuliwa, haujapatanishwa na vitu vya kiroho, huwezi kuviona. Kuna mijusi tunaionaga, ukiingia kwenye ulimwengu wa roho tunaona. Kuna majoka tunaonaga, ukiingia kwenye ulimwengu wa roho yale majoka yapo. Kuna mashetani tunayonaga, ukiingia kwenye ulimwengu wa roho yale mashetani yapo. Wanapata wapi ufunuo? Wamepatanishwa na ulimwengu wao. Kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, ninakupatanisha usiku wa leo. Kabla kesho hatujafika kupatanishwa, usiku wa leo ninaachilia damu ya Yesu juu ya fikra zako, juu ya fahamu zako, juu ya akili zako. Yeye aliyechukua, yeye aliyeiba, yeye aliyekuficha, na kupatanisha na damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikapige kelele ndani yako. Damu ya Yesu ikakuite, damu ya Yesu ikakuchomoa pale ambapo umewekwa, pale ambapo umefichwa. Damu ya Yesu na iachie ianze kunyunyiza. Anasema tumenunuliwa. Yeyote ambaye amefichwa kwenye mapango, yeyote ambaye amefichwa kwenye mashimo, yeyote ambaye nyoka amemeza na kumficha kwenye ulimwengu wa roho, yeyote ambaye amezungushiwa wigo na nguvu za giza asionekane, damu ya Yesu ikamiminike juu yake. Damu ya Yesu ikamiminike juu yake. Popote walipokuficha, ninakuchomoa kwa damu ya Yesu. Popote walipokuweka, na kununua kwa damu ya Yesu. Popote walipokuwekea giza, damu ya Yesu ikamiminike juu yako. Ukatoke kwenye hilo shimo, ukatoke kwenye hiyo adhabu, ukatoke walipokuweka. Damu ya Yesu ikanene, damu ya Yesu ikakufichue, damu ya Yesu ikapite ulipowekwa. Chochote ambacho ni halali yako kushika, chochote ambacho unastahili kuwa nacho, chochote ambacho ni cha kwako, madhabahu iliyoshikilia, damu ya Yesu. Muda umefika, Roho Mtakatifu. Hawa watu wanahitajika kutoka. Hawa watu wanatakiwa kuachiliwa. Hizi nguvu zilizoshikilia zikaachie. Madhabahu zilizoshikilia. Roho Mtakatifu, siku ya kesho, najua muda utoshi sahihi, siku ya kesho, kila ufalme unanisikia, hakuna atakayekosa siku ya kesho. Kilichobaki leo kikafanyike kesho. Fungua macho yako. Mstari unaofuata tumalizie. Mstari ya 10. Biblia inasema hivi: ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Sikiza, hakunaga kumiliki katika hii ardhi kama hakunaga upatanisho wa damu ya Yesu. Ama kama sio damu ya Yesu, kuna damu nyingine yenye nguvu ya kuweza wewe kukusababisha utawale. Sikiza, damu ya Yesu inafanya vitu vitatu. Cha kwanza, unakuwa uzao wa kinini? Wa kifalme. Cha pili, unakuwa uzao wa kikuhani.
Alafu cha tatu, unakusababisha utawale katika ardhi. Sikiza, inawezekana usiwe mfalme lakini wewe ni kuhani. Unahitaji kutawala. Inawezekana usiwe kuhani lakini ukawa mfalme kwenye eneo ambalo upo. Swala kujiuliza, ulipo hapo wewe ni mfalme? Ukijiona sio mfalme, bado damu ya Yesu haijafanya kazi kwako. Kwenye kila unachokifanya unatakiwa kuwa mfalme kwenye hilo. Wakiitwa wafanyakazi bora, kama ni mfagizi, ndipo ambapo umewekwa. Unatakiwa kuwa mfalme katika wafagizi. Kama unauza vitumbua kwenye huo mtaa, wewe vitumbua vyako vinatakiwa vianze kuisha kabla vya vingine. Unatakiwa kuwa mfalme kwenye eneo lako. Kama ni fundi umeme, hakikisha kazi wewe zinaanza kwako kwanza kabla ya wengine. Chakula kinapoanza kuseviwa, hawaanzagi watu wa kawaida, wanatakiwa wafalme kwanza, ndipo watu wengine waje. Hauwezi ukatawala, anasema, na kuwafanya kuwa watawala katika hii ardhi. Tawala ni ziko mbili tu. Mfalme yoyote lazima awe na kuhani ili aweze kutawala. Na kuhani yoyote anamhitaji mfalme ili aweze kumiliki. Sio kama naeleweka? Ukijiona wewe ni mfalme, utafute ukuhani. Na ulimwengu wa giza wanajua. Ulimwengu wa giza yeyote mwenye nafasi ana kuhani wake. Ana kuhani wake. Nilikuwa napewa story na mtu mmoja alikuwa kwenye kampuni fulani ya kidunia. Ni mkubwa tu. Akasema yule jamaa akipata chochote cha kwanza kwenye kikao, tena kikao cha bodi, anawaambiaga hili ni fungu la wazee. Wazee kwanza kabla sisi hajafanya. Hatujaendelea. Hawa jamaa wanajuaga siri za kiroho, sio wamezipata wapi. Revelation 5:10 anasema kuwafanya wengine wawe wafalme, wengine wawe makuhani kwa Mungu wetu, andika Mungu wao, na wamiliki juu ya nini? Juu ya nchi. Ukijiona ni kuhani, unajua kuna mfalme ameandaliwa kwa ajili yako ili muweze kumiliki. Ukiona wewe ni mfalme, unajua kuna kuhani ambaye unamhitaji muweze kumiliki. Hakunaga kumiliki, hakunaga ufalme unaokaa. Ndio maana wafalme wote, soma Biblia, wafalme wote walikuwa wana makuhani wanaosimama na wao. Sauli alikuwa na Samuel. Daudi akawa na Nathan. Akawa na Samuel. Akawa na mwingine nani? Wafalme wote walikuwa na makuhani wanaosimama. Musa akawa na nani? Na kaka yake nani anaitwa? Haruni. Mungu anajua lazima kwenye ulimwengu wa roho simama. Anasema wengine amewafanya makuhani, wengine amefanya wafalme waweze kumiliki katika nchi. Damu ya Yesu ndio inaweza ikakubadilishia status. Ukawa kwenye ufalme wa kikuhani. Ukawa kwenye kazi ya kikuhani. Ukawa kwenye biashara ya kikuhani. Wanapokuona hawakuoni tu mfanyabiashara, wanamuona mfanyabiashara aliyezungukwa na ulinzi wa damu ya Yesu. Wanapojaribu kukugusa, wanakuta damu ya Yesu imemwagwa kwenye hiyo ardhi. Wanapotaka kugusa duka lako, wanakuta duka lako linalindwa na damu ya Yesu. Wanapotaka kugusa gari yako, wanakuta gari linalindwa na damu ya Yesu. Wanapotaka kugusa afya yako, wanakuta kuna damu ya Yesu. Popote wanapokugusa, wanakuta damu ya Yesu inakunenea mema kila sehemu. Na ndio maana kuna wengine wanasemaga my car is protected by nini? By the blood of what? Of Jesus. Alikuwa na ufahamu yule mtu. Kuna wengine wanasemaga damu ya Yesu haina kazi. Sikiza, inasema kutupatanisha na vyote, kutulinda na vyote, kumiliki kwenye ardhi. Ardhi haina kitu ila vitu juu ya ardhi ndio inasababisha hiyo itwe ardhi. Sema kwa damu ya Yesu nitalindwa. Vitu vyangu vitalindwa kwa damu ya Yesu. Afya yangu italindwa kwa damu ya Yesu. Ng'ombe zangu watalindwa kwa damu ya Yesu. Mifugo yangu yote italindwa kwa damu ya Yesu. Mali zangu zote zitalindwa kwa damu ya Yesu. Ndoa yangu italindwa kwa damu ya Yesu. Watoto wangu watalindwa kwa damu ya Yesu. Baba, asante kwa siku ya leo. Tuko tayari kwa ajili ya kutufungua siku ya kesho. Tuko tayari kwa damu yako.
ikalete upatanisho, ikaondoe madai. Damu yako ikatulinde, ikatupatanishe kwa upya. Baba, tunaiweka wakfu siku ya kesho ambayo tunaidedicate maalum kwa ajili ya maombi ya damu yako. Asante kwa hizi siku 3 ambazo tumejifunza na tumeona udhihirisho wako. Mungu, tuko tayari kwa nguvu zako, nguvu ya damu yako. Kesho iweze kutununua, kesho iweze kutukomboa. Najua madhabahu hazitafurahia, hazitawaruhusu watoto wako waweze kuhudhuria siku ya kesho. Baba, ninaagiza malaika wako wakaweke kituo, malaika wako wakawalinde, asikose hata mmoja siku ya kesho. Tunapoenda kuhitimisha, asikose hata mmoja. Kesho unapoenda kutufungua, unapoenda kututoa, ninaamini kuna watu ambao hawajawahi kuexperience nguvu zako. Wanasikiaga watu wanafunguliwaga, wanasikiaga watu wanapataga wanavyoviomba na hawajawahi kuvipata. Wanasikiaga tu shuhuda kwa wengine. Baba, siku ya kesho shuhuda zitatengenezeka hapa, kwa sababu tumejua nguvu ya damu yako, tumejua kazi ya damu yako, tumejua uweza wa nini kinapatikana kwenye damu yako. Baba, uwalinde hawa watoto, uwawezeshe hawa watoto kesho wasikose. Na kila mtu mwenye hitaji baada ya maombi ya kesho, Baba, ninaamini hakuna ambacho mtu atakuja nacho kuomba akakikosa, kwa sababu upatanisho utakuwa umeshafanyika. Asante Roho Mtakatifu kwa vile vinavyoenda kutokea. Na Baba, asante kwa sababu tunaenda kuvipokea. Tunaamini vitakuwa vya kwetu. Ni katika jina la mwana wako Yesu Kristo wote tuseme amen.